Kutokana na shinikizo la rais wa Marekani Bwana Donald Trump, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamuru kurejeshwa mara moja kwa msaada msingi wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza kuanzia siku ya Jumapili jioni, na kufanya uamuzi ambao haukupendwa sana kati ya duru zake za mrengo wa kulia, huko kukiwa na shinikizo la Marekani la kukomesha kizuizi cha miezi kadhaa. Hatua hiyo iliidhinishwa wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri la usalama kwa pendekezo la maafisa wa kijeshi ambao wameripotiwa kuonya kwamba chakula cha Umoja wa Mataifa na mashirika misaada kimeisha kabisa na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Hakuna kura iliyopigwa kati ya mawaziri hao ambao baadhi yao walipinga vikali hatua hiyo ambayo ilikwenda kinyume na ahadi za mara kwa mara za maafisa wakuu katika miezi ya hivi karibuni kwamba hakuna kupeleka msaada na kurejesha msaada katika eneo hilo la ukanda wa Gaza kabla ya utaratibu mpya kuwekwa kuzuia Hamas kutawala usambazaji. Msaada huo ulipangwa kufanywa upya kupitia njia zilizotumika hapo awali, lakini baadhi ya mawaziri wamekuwa wakipinga suala hilo wakisema kwamba lazima waache watu wa Israel wafe kwa njaa, lakini ili Hamas iwachie mateka wao. Katika taarifa kuthibitisha uamuzi huo, ofisi ya waziri mkuu ilisema mtiririko wa misaada ulikuwa ukirejeshwa kwa pendekezo la IDF na kutokana na hitaji la uendeshaji wa kuwezesha upanuzi wa mapigano makali ili kuwashinda Hamas. Ofisi ya waziri mkuu imesema Israel itaruhusu kuingia kwa kiwango cha msingi cha chakula kwa ajili ya wakazi ili kuzuia maendeleo ya mgogoro wa njaa katika ukanda wa Gaza kama mgogoro huo utahatarisha kuondolewa kwa operesheni ya kuwashinda Hamas. Hata hivyo, Israel itachukua hatua za kuwanyima Hamas uwezo wa kuchukua udhibiti wa usambazaji wa misaada ya kibinadamu na kuhakikisha kuwa misaada hiyo haifiki magaidi wa Hamas. Ofisi hiyo ilihitimisha. Uamuzi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu umeripotiwa kufanywa bila kura kati ya mawaziri kama inavyotarajiwa kwa jumla, ingawa hatakiwi kisheria, kwani wengi katika baraza la mawaziri walipinga hatua hiyo. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir alidai kura na kukataliwa. Baraza la mawaziri liliendelea na mijadala kama kuna njaa au la huko Gaza. Waziri mkuu anafanya makosa makubwa na hatua hii ambayo haina hata idadi kubwa ya watu. Ni lazima tuiponde Hamas na tusiipe oksijeni. Wakati huo huo, Ben-Gvir alihoji katika taarifa yake, huku wanasiasa na makundi mengine wakijiunga katika kushawishi hatua hiyo. Lakini kutokana na jinsi hali ilivyo, kutokana na mataifa mbalimbali ulimwenguni na jumuiya mbalimbali za kimataifa kuitaka Israel na kuilaani juu ya namna ambavyo inawanyima chakula watu wa ukanda wa Gaza, imemlazimu waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukubaliana na hali hiyo. Muda mfupi baada ya tangazo rasmi la waziri mkuu, taarifa nyingine ilitumwa kwa waandishi wa habari kwa jina la afisa mkuu ikisema kwamba kuanza tena kwa msaada ni hatua ya muda ambayo ingedumu katika karibu wiki moja. Hata hivyo, hadi vituo vipya vya usambazaji wa misaada huko Gaza vitakapoanza kufanya kazi. Vingi katika vituo hivi vitapatikana kusini mwa ukanda wa Gaza chini ya udhibiti wa usalama wa IDF na kuendeshwa na makampuni ya kibinafsi ya Marekani, afisa huyo alieleza. Msemaji mkuu wa shirika la misaada la Umoja wa Mataifa Tom Fletcher alithibitisha shirika hilo liliomba na mamlaka ya Israel kurejesha utoaji wa misaada mdogo, akiongeza kuwa majadiliano yalikuwa yanaendelea kuhusu vifaa kulingana na hali ya ardhi. Uamuzi wa kurejesha msaada huo ulifuatia shinikizo kubwa kutoka kwa Marekani kwa Israel kukomesha vizuizi vyake vya misaada vya miezi kadhaa kwenye ukanda wa Gaza na kuepusha janga la kibinadamu ambalo mashirika ya kibinadamu yanasema imekuwa ikiendelea kwa wiki kadhaa. Israel hadi sasa imekataa kurejesha tena msaada huo, ikisema Hamas imekuwa ikiiba misaada hiyo ili kuwanufaisha wanachama wake. Wapalestina waliokimbia Beit Lahia huku kukiwa na operesheni za kijeshi za Israel katika ukanda wa Gaza wanawasili Jabalia kaskazini mwa Gaza. Hata hivyo, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Wala, uhamishaji upya wa usaidizi utarahisishwa kupitia mashirika kadhaa ya kimataifa likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani hadi utaratibu mpya unaoungwa mkono na Marekani na Israel unaojulikana kama Gaza Humanitarian Foundation GHF utakapoanza kufanya kazi baada ya mwezi huu. Hata hivyo, mpango huo wa kupeleka chakula wakati huu ambao unasimamiwa na jeshi la IDF
pia ni katika mpango wa kuwasaka Hamas, ambapo wakati huu jeshi la Israel limeanzisha operesheni ya ardhini kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Hamas. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.